Si mwanzo wizara kama hii kutoa matangazo kama haya, lakini twaona bado watoto wanatolewa mapema, wanaenda maskuli mapema, wanarudi kuchelewa. Wadau wa elimu mjini Mombasa wameunga mkono maagizo ya Wizara ya Elimu kuhusu muda wa masomo shuleni, wakitaka utekelezaji wakiufanya ipasavyo na kufuatiliwa kwa karibu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata muda wa kutosha kwa masomo pamoja na shughuli za kidini. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti wa viongozi wa dini Pwani, Sheikh Abu Katada, ameunga mkono msimamo wa waziri wa elimu kuhusu maagizo hayo, akisema yana manufaa kwa wanafunzi na yanapaswa kutekelezwa kwa ufanisi. Tulikuwa tunahisi muda ambao kwamba watoto walikuwa wanatoka mapema sana wakirauka kuelekea maskuli na wakirejea muda wa jioni. Ule muda ulikuwa ni mzito sana. Kutoa tangazo kama hilo na kudhibiti muda kama huo uliotolewa, tunahisi huyu mwanafunzi amepunguziwa mzigo na uzito ambao kwamba alikuwa anahisi. Wazazi walikuwa wanakosa nafasi ya kuketi na watoto wao, na vile vile kama viongozi wa kidini tulikuwa hatuna muda wa kutosha wa kuwasomesha watoto wetu mafunzo ya kidini kama kwenda madrasa. Muda kama huu si haba utasaidia kumsomesha mtoto kama huyu awe ni mtoto ambaye kwamba ana elimu ya dunia na vile vile ana maadili. Si mwanzo wizara kama hii kutoa matangazo kama haya, lakini twaona bado watoto wanatolewa mapema, wanaenda maskuli mapema, wanarudi kuchelewa. Kwa hivyo tunatoa wito kwa taifa letu, tukikusudia ofisi ya wizara baada ya kutoa matangazo kama hayo, waziri wetu, tunachotaka kama viongozi wa kidini sasa ni ufuatiliaji. Kwa upande wake, Jumadari Sombwana amepinga utaratibu wa kuamsha watoto mapema ya saa 10 asubuhi ili kujiandaa kwenda shuleni. Amesema watoto wa Waislamu wanapaswa kupata pia muda wa kutosha kuhudhuria madrasa, akisisitiza umuhimu wa ratiba inayowapa wanafunzi nafasi ya kusoma masomo ya kawaida na ya dini. Sisi pia tulisoma na nakumbuka vizuri sana, tuna maprofesa wengi sana ambao kwamba walikuwa nyakati hizo uprofesa waliupata kulingana na wakati ule. Haya masaa 24 ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameumba, hata kama mtu ayajue ni masaa 24 yamegawanywa jinsi gani. Kuna masaa 8 ambao kwamba unatakana uwe unapumzika, unalala. Sasa yale masaa 8 ya usingizi ya mtoto kulala ili bongo lake lifanye kazi vizuri hayapatikani. Mtoto utamwamshaje saa 10 alfajiri, aoge, avae, saa 12 kasrobo gari na mgojea, ikimpita ishampita. Mwanadamu ule mdogo maskini wampa ilmu au wamchokesha? Kwa hakika kila kitu kina mizani, vipimo. Glasi ya maji ushatia maji, ikishajaa kunwa, sio uendelee kujaza. Kwa hivyo huo kudanganyana kwa mtoto akienda tuition sana ndio kupita sana. Atasoma mpaka mambo yatapigana katika akili, atatatizika ndani ya bongo lake, kwa sababu kila anayekuja anampump ilmu na bongo ni lile bado dogo. Elimu ambayo kwamba inasaidia zaidi ni elimu ya mkono, utendaji kazi wa mikono. Kwa hivyo ikiwa mtu unamjaza history, geography, manini yamemjaa mpaka anafanya wazimu, itasaidia nini? Mjumbe wa kamati tendaji ya kaunti ya Mombasa anayesimamia elimu, Daktari Mborali Kame, amesema wazazi hasa kaunti ya Mombasa wamekuwa wakilalamikia kwa muda uliopo hautoshi kuwawezesha watoto wao kuhudhuria madrasa. Amesema hoja za wazazi zinapaswa kuzingatiwa katika kuweka ratiba inayolinda maslahi, ustawi na maendeleo ya mwanafunzi. Tumelia sana swala la madrasa, watoto kwamba hawapewi nafasi. Wakati ndio huu sasa, tuwachukueni watoto tuwapeleke madrasa pia wakasoma. Ni oda ambayo kwamba imetoka. Muna haki wazazi kumfuata waziri vile anaposema, na hakuna mwalimu yote na hakika ikiwa atakuwa ni mwenye kuwalazimisha watoto kwa nini. Ikiwa mathalan itakuwa shule yoyote imewalazimisha mwanafunzi yoyote au imemlazimisha mwanafunzi yoyote kuingia before saa 1:30 au kutoka saa 9:30, wakawa wanafunzi wale bado wameziwiliwa mpaka saa 12, basi wazazi wanaweza kuchukua hatua na kuripoti kwa County Director of Education kwamba shule fulani imetulazimisha. Na nikiripotia Swahilipot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.